Wahouthi wa Yemen wameendelea kuitetea Palestina, hasa watu wanaoishi katika ukanda wa Gaza, baada ya mashambulizi mazito yaliyofanywa na jeshi la Israel IDF kuwaua raia zaidi ya 100 na kujeruhi wengine kadhaa. Hata hivyo, kundi la Wahouthi kutoka nchini Yemen limerusha makombora mazito na kusababisha ving'ora kutoka Yerusalemu hadi Tel Aviv. Waandamanaji hasa wafuasi wa Kihouthi walikusanyika kwa ajili ya mshikamano na Wapalestina katika mji wa Sanaa, na ni baada ya taarifa ya mauaji ya zaidi ya watu 100 ndani ya masaa machache huko katika ukanda wa Gaza. Hii ni mara ya 5 kwa kundi hilo la Kihouthi lenye makao yake nchini Yemen kurusha kombora dhidi ya Israel ndani ya wiki hii. Kombora lililorushwa na wapiganaji wa Kihouthi kutoka Yemen inadaiwa kwamba lilinaswa Alhamisi jioni, na hii ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na IDF ambayo imetangaza. Hata hivyo, ving'ora viliwashwa kote kati ya Israel kutoka Yerusalemu hadi Tel Aviv. Hata hivyo, bado kundi hili la Wahouthi limeonekana ni moja kati ya makundi ambayo yamekuwa ni hatari kwa Israel, na wakati huu kundi hilo limeapa kwamba litakula sahani moja na majeshi ya Israel kutokana na kazi ambayo wanaifanya ya kuua raia wasiokuwa na hatia katika eneo la ukanda wa Gaza. Vipande vya kombora ambavyo vilitua katika makazi ya Alon Shvut kusini mwa ukingo wa Magharibi, Magen David Adom alisema kuwa hakukuwa na ripoti za majeruhi isipokuwa visa vya hofu na wale ambao walijeruhiwa njiani kuelekea katika makazi. Hii ni mara ya 5 kwa kundi hilo la Wahouthi ambalo lina makazi yake huko nchini Yemen kurusha kombora dhidi ya Israel katika wiki hii. Hata hivyo, baadhi ya makombora inadaiwa kwamba yalishindwa kudunguliwa na mifumo ya ulinzi ya Iron Dome pamoja na ule wa THAAD kutoka nchini Marekani. Hata hivyo, kombora la wakati huu inadaiwa kwamba lilinaswa, lakini pia haya yanajiri huku kukiwa na ziara ya rais wa Marekani Donald Trump katika eneo la Mashariki ya Kati, ambapo alitangaza mikataba kadhaa na Saudi Arabia na Qatar. Wakati wa ving'ora, Trump alikuwa katika Umoja wa Falme za Kiarabu. Mkataba wa Trump na Wahouthi mapema mwezi Mei, ambapo alitangaza Marekani itaacha kuwashambulia Wahouthi, akisema kuwa kundi hilo limekubali kuacha kukatiza njia muhimu za meli katika Mashariki ya Kati. Baada ya Trump kutoa tangazo hilo, Oman ilisema kuwa imepatanisha mpango huo, lakini moja kati ya eneo pekee lililobaki ni dhidi ya Israel, ambapo Marekani haikutoa tamko lolote juu ya wapiganaji hao wa Kihouthi kuendeleza mashambulizi yao dhidi ya Israel. Na hii ni moja kati ya masuala ambayo Israel inadai kwamba huenda Marekani imeisaliti katika mapambano dhidi ya wapiganaji wa Kihouthi, lakini pia na hata makundi mengine, licha kwamba haikutoa kauli dhidi ya mashambulizi yaliyofanyika katika siku za hivi karibuni, hasa kuanzia siku ya Jumatano ambapo Israel ilifanya mashambulizi mazito dhidi ya ukanda wa Gaza. Mtazamaji, endelea kutufuatilia hapa kupitia The World News, utaweza kujua mambo mengi, lakini ni kusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua mengi kutoka ulimwenguni kote.